bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa, kituo chake kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka, msikilizaji, moja kwa moja kupokea taarifa yetu ya habari Afrika leo mchana. Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na watu 16 wameuawa wakati wa maandamano ya kitaifa dhidi ya serikali nchini Kenya. Mawakili wa Marekani kuwakilisha Chadema. Nchi za NATO kuongeza fedha kwa ulinzi wao. Mkutano wa ulinzi wa Uchina, Iran na Urusi. Wapatanishi wa Gaza wazidisha juhudi za kusitisha mapigano, afisa wa Hamas amesema. Na mradi wenye utata wa kutengeneza DNA bandia ya binadamu waanza. Naam. Ujambo, natumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Watu 16 wameuawa wakati wa maandamano ya kitaifa dhidi ya serikali nchini Kenya siku ya Jumatano, wengi wao wakiripotiwa kuuawa na polisi. Kwa mjibu wa mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty Kenya, vifo hivyo tokea mwaka mmoja baada ya maandamano ya vurugu dhidi ya mswada wa kodi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamejadili Ukraine, ulinzi na vilevile uchumi wa kanda yao, ambapo viongozi wa jumuiya ya NATO wamekubaliana kuongeza kwa kiwango kikubwa cha matumizi ya ulinzi. Lakini nyuma ya makubaliano hayo kuna mvutano, shinikizo la kisiasa na maswali kuhusu mustakabali wa uhusiano kati ya Marekani, Ulaya na Ukraine.
Afisa mkuu wa Hamas amesema kwamba wapatanishi wamezidisha juhudi zao za kufikia makubaliano mapya ya kusitisha mapigano na kuachia mateka huko Gaza, lakini mazungumzo na Israel bado yamekwama. Haya yamejitokeza huku rais wa Marekani Donald Trump akisema hatua kubwa imepigwa tangu Israel na Iran zilipomaliza vita vyao vya siku 12 siku ya Jumanne, na kwamba mjumbe wake Steve Witkoff alifikiria kuwa makubaliano kati ya Israel na Hamas yalikuwa yanakaribia. Mashambulio ya Israeli kote Gaza siku ya Jumatano yaliwaua Wapalestina 45 wakiwemo baadhi ya waliokuwa wakitafuta msaada, wizara ya afya inayosimamiwa na Hamas imesema. Wakati huo jeshi la Israeli litangaza kuwa wanajeshi 7 waliuawa katika shambulio la bomu siku ya Jumanne. Akizungumza na waandishi wa habari huko Brussels siku ya Jumatano, Rais Trump alizungumzia mzozo wa Gaza. Mradi wenye utata wa kutengeneza seli ya msingi ambayo ni chanzo cha maisha ya binadamu umeanza kufanyiwa kazi katika kile kinachoaminika kuwa ni kwanza wa aina hii ulimwenguni. Utafiti wa mradi huo umekuwa mwiko hadi sasa kwa sababu ya wasiwasi kwamba unaweza kusababisha watoto waliotengenezwa na kubuniwa au kukawa na mabadiliko yasiyotarajiwa kwa vizazi vijavyo. Lakini sasa shirika kubwa la kimatibabu duniani Wellcome Trust limetoa pauni milioni 10 za awali kuanza mradi huo na kuongeza kwamba una uwezekano wa kuwa chanzo cha mengi mazuri zaidi kuliko madhara kwa kuharakisha matibabu ya magonjwa mengi yasiyotibika. Daktari Julian Sale wa maabara ya MRC ya biolojia ya molekuli huko Cambridge, ambaye ni sehemu ya mradi huo, amesema kwamba utafiti huo utakuwa maendeleo makubwa yanayofuata katika biolojia. Watu 16 wamefariki dunia wakati maandamano ya kupinga serikali ya Kenya mwaka huu siku ya Jumatano hiyo jana, Amnesty International imesema. Maandamano hayo yalikuwa kumbukumbu ya mwaka mmoja kwa waliofariki wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka wa 2024 ambapo baadaye yalivamiwa bunge. Ikiwa ni si tofauti sana na kilichotokea mwaka jana, vijana walijitokeza kwa wingi wakiwa wamebeba bendera za Kenya, firimbi ya mabango na kuimba nyimbo za kupinga serikali. UNHCR, taasisi ya serikali, awali iliripoti kuwa watu 8 walifariki kutokana na majeraha ya risasi na zaidi ya 400 walijeruhiwa, wakiwemo waandamanaji, maafisa wa polisi na waandishi wa habari. Katika taarifa iliyotolewa kupitia akaunti rasmi ya mtandao wa kijamii wa X, UNHCR ilieleza kuwepo kwa madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi ya polisi, ikiwemo matumizi ya risasi za mpira, risasi za moto na maji ya kuasha. Msemaji wa polisi nchini Kenya, Mushiri Nyaga, alikataa kutoa maoni kuhusu taarifa zilizotolewa na Amnesty Kenya na UNHCR. Kwa upande mwingine, taasisi ya usimamizi huru wa polisi IPOA, ambayo pia inafadhiliwa na serikali, ilisema kuwa watu wasiopungua 61 walikamatwa wakati wa maandamano hayo. Afisa mmoja wa hospitali kuu ya Kenyatta amesema kuwa hospitali hiyo imepokea watu wengi walioumia, akielezea kuwa wengi walikuwa na majeraha ya risasi, baadhi wakiwa wamepigwa risasi za mpira, wengine risasi za moto. Kwa upande mwingine, kampuni ya kitaifa ya usambazaji umeme Kenya Power ilitangaza kuwa mmoja wa walinzi wake aliuawa kwa risasi alipokuwa kazini akilinda makao makuu ya kampuni hiyo jijini Nairobi. Hapo jana, umati mkubwa wa waandamanaji ulionekana ukielekea Ikulu, makazi rasmi ya rais, katika matangazo ya moja kwa moja ya kituo cha televisheni cha NTV. Hata hivyo, NTV na KTN ziliondolewa hewani kwa muda baada ya
kukiuka agizo la mamlaka ya mawasiliano ya Kenya la kusitisha matangazo ya moja kwa moja ya maandamano hayo. Vituo vyote viwili hata hivyo vilirejea hewani baada ya mahakama ya Nairobi kusimamisha utekelezaji wa agizo hilo. Vurugu zilishuhudiwa katika mji wa bandari wa Mombasa. Maandamano mengine yalifanyika pia katika mji wa Kitengela, Kisii, Matu na Nyeri. Licha ya maandamano ya mwaka jana kudhibitiwa baada ya Rais William Ruto kuondoa mapendekezo ya kupandisha ushuru, hasira za Wakenya dhidi ya matumizi ya nguvu na vitendo vya ukatili kutoka vyombo vya usalama zimeendelea kuongezeka. Ndio taarifa ambayo tunaifuatilia kutoka jiji kuu la Nairobi. Tuone kwamba ni kipi ambacho kinajitokeza katika swala lile nzima ambalo linajitokeza. Upinzani nchini Tanzania, Chadema, umetangaza kuwa kampuni ya kisheria ya Amsterdam na Partners LLP ya Marekani kwa sasa itakuwa na wajibu wa ushauri wa kisheria, uwakilishi katika kesi zinazokabili chama hicho nchini Tanzania. Ambapo chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimetangaza kuwa kampuni ya kisheria ya Amsterdam and Partners LLP ya Marekani kwa sasa itakuwa na wajibu wa ushauri wa kisheria na uwakilishi katika kesi zinazokabili chama hicho nchini Tanzania. Mahakama alisema kwamba mawakili wake sasa wananyanyaswa, hawasikilizwi. Mheshimiwa Lissu anaona kwamba kule Ukonga mwenendo mzima wa shauri lake unavyoendeshwa, mwakili tukienda kumuona tunazuiliwa, tukitaka kufanya naye mazungumzo ya faragha tupewi fursa hiyo, tukitaka kupeleka nyaraka mlongo unakuwa ni mrefu, haki yake ya kuabudu alikuwa haipati, kufanya mazoezi hapewi. Wanataka wawe washauri wao wa kisheria na wawakilishi wao kisheria katika kesi zinazowakabili, pamoja na hiyo ambayo umeielezea hapa. Linawezekana vipi hili? Inawezekana kwa sababu licha kwamba hataweza kuingia hapa nchini, kwa maana mfumo wa kisheria wa hapa kuingia ni mgumu kidogo, lakini bado wao kama law firm ya kimataifa wana uwezo wa kutumia forum za kimataifa kupressurize, kwa maana kwamba kutumia, kwa sababu kumbuka ndugu yangu Mnete, ni kwamba hii ni kesi ya kisiasa. Kwa hiyo inatakiwa kupiganiwa kwa mbinu zote mbili, mbinu za kisheria na mbinu za kisiasa. Kwa hiyo kitendo cha wao kwenda kutumia partner wa kimataifa, moja ni kwamba tunafahamu sisi kama mawakili kwamba hawezi kuingia hapa nchini kufanya kazi hiyo, lakini itasaidia mno kwa sababu huyu mtu, kumbuka, ana connection zote za jumuiya ya kimataifa. Anaweza kaandika barua kwenye mabunge ya jumuiya kama bunge la Ulaya, lakini pia kwenye organ za kimataifa kama UN, lakini pia kwenye jumuiya zingine za ukanda wa Afrika kama SADC na kwingineko, maeneo ambayo Tanzania lazima tu for diplomasia italazima kujibu tumalizo kama ni za kweli au la. Amsterdam and Partners LLP ya Marekani sio mara kwanza kusikika katika siasa za Tanzania. Kuna chochote ambacho unaweza kusema kimekuwa matokeo chanya kutokana na jitihada zao na kile ambacho wamekuwa wakikifanya kwa Chadema? Nafikiri matokeo chanya ni mengi. Kwa mfano, nitoe mfano tu mzuri. Kwenye kesi ya mwenyekiti wa zamani wa Chadema Mheshimiwa Freeman Mbowe, hawa watu walitumika sana kutoa pressure kule nje. Waliandika barua kule IDU, wakaandika barua bunge la Ulaya kama nakumbuka, wakaandika barua UN, pale kama lazimu rais wa Tanzania Mheshimiwa Tanzania kuzuru Ubelgiji kama nakumbuka, na kazuru mpaka bunge la Ulaya, akakutana mpaka na Mheshimiwa Lissu. Hiyo ilikuwa ni matokeo ya hawa ndugu zetu. Lakini mfano mwingine mzuri Sud ni wakati wa Mheshimiwa Lissu wakati anapigwa risasi, ilimsaidia sana kurejea nchini wakati wa hata kugombea urais, na imfanya hata anakuja nchini kipindi kile aliyekuwa rais wa Tio Magufuli amwache afanye siasa akiwa huru. Mheshimiwa Lissu alifanya siasa bila kuguswa kabisa, kwa sababu wale mabwana walikuwa wanaandika muda wote kwamba tuna monitor, tunafuatilia, ikitokea Mheshimiwa Lissu amezulika, serikali itawajibika. Magufuli ilimbidi awaagiza watu wake wa ulinzi kwamba Mheshimiwa Lissu anapaswa kulindwa kwa gharama yote. Kwa haya yanayotokea yanaleta picha gani kwa muhimili huu wa mahakama wa Tanzania? Ningetoa wito kwa serikali kwamba huu mwaka uchaguzi Sudi, lazima watu wazungumze, kutakuwa na pressure, kutakuwa na joto. Basi wanasiasa walioko madarakani wawe wavumilivu, na pepo ya jambo ambalo halijakaa sawa wazungumze kupitia forum zao, wasitumie polisi na mahakama. Lakini pia mahakama yenyewe pia inapopokea mashauri kama haya, nafikiri kama chombo huru ni muhimu sana ikatumika kutenda haki. Kwa hiyo nikimalizia ni kwamba Tanzania kama nchi ya kidemokrasia, kwa mujibu wa ibara ya 3, tuwe na utamaduni wa kuzungumza masuala ya kisiasa badala ya kuyabadilisha masuala ya kisiasa kuwa masuala ya kijinai. Tukienda hivyo, tutakuwa ni nchi ambayo tumestarabika na demokrasia yetu imekomaa zaidi.
Ndio mahojiano hayo moja kwa moja ambayo yanatupatia nafasi ya kuweza kuendelea kupigia jicho masuala ambayo yanajitokeza katika taifa la Tanzania, ambapo wakati huo, mpenzi msikilizaji, ni kwamba hatua ambayo inajitokeza kila wakati ni kwamba Tanzania imerejesha nyumbani raia wake kadhaa waliokuwa nchini Israel wakati vita vilipozuka kati ya nchi hiyo na hasimu wake wa miaka mingi, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwenda Israeli kwa ajili ya matibabu. Lakini kutokana na vita, serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na familia na taasisi za kimataifa imefanikiwa kusaidia kurejea kwao salama. Kwa kuona tulikuwa hatuoni kwa live, ila tunapitia kwa kuona kutumia mitandao, ila na tunakuwa tunasikia kila aina ya vishindo, kuona mtikisiko ambao tulikuwa tukiona katika hivyo vyumba vitu. Wakizungumza huku wakisitasita kutokana na hofu, Hanifa Rashid Abbasi na Amina Sud walirejea nyumbani wakitokea nchini Israeli. Wanaelezea wasiwasi waliokuwa nao katika kipindi kigumu cha vita. Nashukuru Mungu kwa kufika kwetu Zanzibar salama salimini. Sisi tulikuwa tumeenda Israeli kwa ajili ya matibabu ya watoto wetu wenye maradhi ya moyo. Kutokana na hali ya mchafuko kutokea, nimeshukuru pia serikali yetu kutusaidia mpaka tulifika hapa. Tumefurahi, tumefika nyumbani salama, hali ya kuwa ambayo tulikuwa tumeanza kupoteza matumaini kwamba kweli tutarudi nyumbani salama. Tanzania imekuwa ikitumia fursa za matibabu ya moyo nchini Israeli kwa miaka 26 sasa, ambapo bado baadhi ya wagonjwa wapo nchini Israeli wakiendelea na matibabu, kama anavyothibitisha Daktari Omar Suleiman ambaye anashughulikia kitengo cha maradhi ya moyo Zanzibar. Hivi karibuni kuna wagonjwa wasiopungua 21 na wazazi wasiopungua 7 ambao wako kule nchini Israel kwa ajili ya matibabu ya moyo, na kutokana na hii hali ya usalama ilivyoendelea, imebidi kwamba wagonjwa ambao wameshafanywa matibabu na hali zao zimeshategemea kushika vizuri, hao imebidi kwamba safirishwa warushwe nyumbani kwa msaada wa ubalozi. Kurejea kwa Watanzania hao kumegawanywa makundi mawili, ambapo kundi moja limerejea moja kwa moja Zanzibar na jengine jijini Dar es Salaam. Kaimu idara ya mambo ya nje Zanzibar, Ali Suleiman Ali, anaelezea uamuzi wa serikali na namna wengine watakavyorudi. Na serikali inaendelea ili kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Tanzania wanarejea nyumbani kwa salama. Nchi zote mbili, Israeli na Iran, ni marafiki wa Tanzania na wananchi wamekuwa wakinufaika katika nyanja tofauti kutokana na ushirikiano huo, ikiwemo biashara, wataalamu, mafunzo na matibabu. Lakini vita ni changamoto kwa dunia na ni ujumbe kwetu sote kuthamini amani tulionayo. Ndio hali ambayo inajitokeza, msikilizaji. Nyumbani ni nyumbani. Wakati ambapo upo ugenini na ukajipata kwenye mtafaruku, unajiuliza kwamba utarejea nyumbani namna gani. Kuna furaha ambayo huwa inapatikana wakati ambapo mtu anajipata amerejea nyumbani, ambapo Tanzania imewarejesha nyumbani raia wake. Viongozi wa Jumuiya ya NATO wamekubaliana kuongeza kwa kiwango kikubwa matumizi ya ulinzi ili kuimarisha mshikamano wa kijeshi wa mataifa ya magharibi mbele ya kile wanachokizingatia kuwa kitisho kinachoongezeka kutoka Urusi. NATO wamekubaliana kuongeza kwa kiwango kikubwa matumizi ya ulinzi ili kuimarisha mshikamano wa kijeshi wa mataifa ya magharibi mbele ya kile wanachozingatia kuwa kitisho kinachoongezeka kutoka eneo la Urusi. Jambo lililokaribishwa kwa bashasha na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amelielezea kama ushindi mkubwa kwa Marekani. Hatua hiyo imefikiwa baada ya siku 2 za mazungumzo jijini The Hague, ambapo pia ilitiliwa saini tamko la kuthibitisha dhamira ya pamoja ya ulinzi ya jumuiya hiyo.
Makubaliano mapya yanazitaka nchi wanachama kufikia kiwango cha matumizi ya kijeshi ya 3.5% ya GDP kufikia mwaka 2035, huku 1.5% nyingine kielekezwa kwenye maeneo yanayohusiana na usalama kama vile miundombinu. Hata hivyo, nchi kama Uhispania zimeonyesha kusuasua, zikisema zitatimiza malengo kwa kutumia fedha kidogo zaidi, msimamo uliomkera Trump ambaye ametishia kuchukua hatua dhidi ya maslahi ya kibiashara ya taifa hilo. Rais Trump amekuwa akiashiria mara kwa mara kwamba Marekani inaweza kuiondolea ulinzi Ulaya endapo nchi hizo hazitatoa mchango mkubwa wa kifedha. Hili limezua mjadala miongoni mwa washirika wa NATO, hasa kwa kuzingatia hali ngumu za kiuchumi zinazozikumba baadhi ya nchi barani Ulaya. Lakini katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alisema lazima fedha zipatikane. Nchi lazima zipate fedha. Hili si jambo rahisi. Haya ni maamuzi ya kisiasa na analitambua hilo kabisa. Lakini wakati huo huo kuna dhamira ya dhati kutoka kwa wenzangu walioko mezani kwamba kutokana na tishio kutoka kwa Warusi na hali ya usalama wa kimataifa hakuna njia mbadala. Lazima tufanye hivi kwa kweli. Mjadala mzima kuhusu kuongeza matumizi ya ulinzi ulitawaliwa na wasiwasi kuhusu hatua za Urusi nchini Ukraine. Tamko la mwisho la mkutano huo lilieleza kwamba Urusi inaendelea kuwa tishio la muda mrefu kwa usalama wa Marekani na Ulaya, japo lugha iliyotumika mwaka huu ilikuwa laini zaidi ikilinganishwa na kauli za miaka iliyopita. Licha ya kutopewa kipaumbele kikubwa kwenye ajenda rasmi ya mkutano huo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alipata fursa ya kukutana ana kwa ana na Trump. Mazungumzo yao yaliyodumu kwa dakika 50 yaliibua matumaini kwa upande wa Kiev, huku Trump akiahidi kuipatia Ukraine mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot. Trump alisema pia kwamba atazungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin ili kushinikiza kurejea kwa mazungumzo ya amani yaliyokwama. Baada ya mkutano huo, Zelensky alielekea Strasbourg kusaini mkataba na Baraza la Ulaya wa kuunda jopo maalum litakaloshughulikia mashtaka ya maafisa wa ngazi za juu wanaotuhumiwa kuhusika katika uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Ndiyo hali ambayo inajitokeza katika ule mkutano wa NATO ambapo Zelensky anazidi kutafuta uungwaji mkono kuona kwamba usalama wa Ukraine unapatikana. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo tunakuletea matangazo mbashara tukishirikiana na washirika wetu. Na kwa wakati huu basi ni wakati mwafaka msikilizaji kuweza kukuhimiza kwamba simama na kituo kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni yetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vilevile ukweli na burudani. Kwingineko kwenye taarifa zingine ni kwamba msikilizaji, wakati ambapo azidi kusonga mbele ni kwamba katika hatua nyingine ambapo ni kwamba ustahimilivu wa wanajasiriamali wa kigeni huko Pretoria, ambapo katika mitaa yenye shughuli nyingi mjini Pretoria mapinduzi ya utulivu yanafanyika si kwa maandamano makubwa au kampeni za kisiasa, lakini kupitia msongamano wa wajasiriamali wa kigeni kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kenya, Tanzania na Burundi. Kumradhi. Unaishi kama kawaida wenye watu wanapenda perfume. Tunauza perfume za Dubai, perfume za South Africa. Biashara iko vizuri sana, namshukuru Mungu.
tunafanya biashara ya kuuza vitu vya kiutamaduni. Isingelikuwa vurugu au vita inayofanyika huko nyumbani Kongo, tusingelikuwa hapa, lakini hapa maisha ni mazuri, tunaishi kama kawaida, wenye nchi wanatupenda, japokuwa kuna wale ambao wasiotuelewa. Polisi wanatusumbua sana South Africa, kupata madokumenti inakuwa ni shida sana, corruption inakuwa nyingi. Unakutana na polisi barabarani, anakuuliza dokumenti yako, unaanza kumuonesha dokumenti yako, lakini mara anakwambia mimi nipatie hata 100 ni kuache. Maisha South Africa yuko sawa, inadepende na sehemu naishi. Yako sawa, sasa tatizo tu ni hizo document. Kama unapata document iko sawa, lakini kama hauna document hiyo ni tatizo, kwa sababu hapa napo unakuwa nakimizana mapolisi. Siku hizi huwa hatuende home affairs, siku hizi tunafanyia kurenew online. Sasa unapofanya online, kuna kipindi unafanya application hawata kujibu haraka, kuna kipindi unaweza kufanya mara 2 mara 3 hawata kujibu, ila wanapokuja kujibu wanakutumia karatasi ni kwenye email address, sema utakuwa umeshahangaika, polisi ukusimamisha barabarani mara nyingi. Lakini na vile changamoto nyingine ni uingiliano kati ya South Africa na kumtambua mgeni zaidi, sana sana ni mgeni kutoka nchi za Afrika. Imekuwa kidogo kuna ubaguzi sana. Kama ujui lugha kibiashara, sana sana wa South wengi sana unakuta wanataka kuongea lugha ya kwao. Kwa hivyo tumelazimika kujifunza kidogo kidogo. Wa South Africa wanapenda sana kulingana, wanajua historia kama Masai, hivyo wanakuwa wanataka kujaribu culture za watu tofauti. Kwa hivyo bidhaa za kutoka Kenya wamezipenda sana sana, kama ni hizi African bags, kama beads, zile necklaces wanazipenda sana juu kama zingine ziko na beads kama za kwao. Ndio hali ambayo inajitokeza katika maeneo ya Afrika Kusini kule Pretoria, ambapo hali ndio hivyo kwamba wageni asema wanahangaishwa kabla hawajapokea vile vibali vya kuhudumu katika maeneo yale. Basi polisi pale wanabaki wanawapeleka katika hatua hiyo ya mahangaiko hapa pale. Wakati huu basi msikilizaji, Emmanuel Josephat anasema Amnesty International, angalieni pale Gaza ni wangapi wameuawa kila siku ambao mchukua hatua haraka pale. Vimaro Kota anasema Rais Putin na washirika wako, ninawaomba muwasaidie wa Palestina. Israeli inatumiwa vibaya na Marekani, ambapo ila ipo siku kitawaramba. Anaitwa Maro Chacha wa Iseresere pale mkoani Mara, Tanzania. Vile vile anasema Mako Embassy pale hivi wakagongwa pale hivi Kahama, Shinyanga pale hivi. Nawapata vizuri sana Radio Fortune Africa, endeleeni kutupatia matangazo mbashara. Nashukuru sana, tunajitahidi na kwa hatua moja ama nyingine kuona kwamba tunakuletea matangazo ambayo yana uhakika. Vile vile Mbaga pale hivi karimu wa Mbezi pale hivi Dar es Salaam, nchi ya Kenya ipo katika wakati mgumu kwa sababu ya maandamano ambayo yamesababisha vifo vya waandamanaji. Mashaka pale hivi Sudi Mkonole pale hivi Wangoma pale Sengerema pale hivi Mwanza, Tanzania. Sema poleni sana huko Kenya kwa kuwapoteza wapendwa wenu kwa maandamano ya kitaifa. Ndio hali ambayo inajitokeza Kirangwa pale hivi John wapunguze kuvuta sikuelewi pale hivi. Vile vile Oscar pale hivi Silio Dion pale hivi wa Kitobo pale hivi Muleba pale hivi Kagera, Tanzania. Sema pole sana ndugu jamaa na marafiki wanaopoteza wapendwa wao huko nchini Kenya. Vile vile nasema baba Afsa pale hivi Majidi sema tuhusu sisi, tuna mawazo yetu kwa nini Simba tumefungwa mara ya 5 mfululizo na Yanga. Sema mambo ya maandamano muhusu yanaangalia mbona Simba wamepigwa na Yanga. Lucas Zablon pale hivi wa Bugalika pale hivi Mwanza, Tanzania. Sema poleni sana wananchi wa Kenya, mlipoteza wapendwa wenu kwenye maandamano. Masanja pale hivi Deus pale Waigate pale hivi Geita, Tanzania. Pole sana kwenu wananchi wa Kenya kwa kuwapoteza ndugu zenu katika maandamano yaliyofanyika nchini mwenu.
ndio yale ambayo yanajitokeza, msikilizaji, wakati huu. Basi iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Hali msikilizaji ambayo inajitokeza kwa wakati huu. Basi moja kwa moja tupokee uchambuzi wa matukio ulimwenguni, ambapo mengi tu yanatendeka. Basi moja kwa moja pokea uchambuzi wa matukio muhimu duniani. Ambapo matukio muhimu ambayo yanajitokeza duniani ni kwamba shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema watu 16 wameuawa katika maandamano ya Jumatano dhidi ya serikali yaliyofanyika kote nchini Kenya, ambapo ni taarifa ambayo ni kuu, ambayo inaelezea yale ambayo yametokea katika maeneo tofauti katika taifa la Kenya, ambapo watu 16 walifariki dunia wakati wa maandamano ya kupinga serikali nchini Kenya yaliyofanyika jana 25 Juni mwaka huu, siku ya Jumatano, ambapo Amnesty International imesema maandamano hayo yalikuwa kumbukumbu ya mwaka mmoja waliofariki dunia wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa 24, msikilizaji, ambapo baadaye walivamia bunge mwaka jana, ikiwa ni si tofauti sana na kilichotokea mwaka jana. Vijana walijitokeza kwa wingi wakiwa wamebeba bendera za Kenya, firimbi, mabango na kuimba nyimbo za kupinga serikali. Na muda mchezo wa paka na panya ulishuhudiwa katika jiji kuu la Nairobi, katika mitaa za mji wa Nairobi mbalimbali na taifa la Kenya, maeneo ya Kitengela, maeneo ya Mombasa, mji ulioko bandarini Mombasa nchini Kenya, huku polisi wakikabiliwa na waandamanaji kwa kufyatulia mabomu ya kutoa machozi hata maeneo ya Kisii na Kitengela. Tume ya kitaifa ya kibinadamu nchini Kenya imeripoti katika mtandao wake wa X kuwa zaidi ya watu 400 wamejeruhiwa, idadi hiyo ikijumuisha waandamanaji, maafisa wa polisi na vilevile wanahabari. Na vilevile swala la uimara wa mshikamano wa NATO katika enzi ya mizozo, enzi ambayo inakugubikwa na mizozo, ambapo uimara wa NATO uko namna gani, ndio swala ambayo msikilizaji, ndio hali ambayo ni taarifa kuu kwenye idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.